Unajua dunia hii ina zaidi ya watu bilioni 8. Zaidi ya watu bilioni 8. Yaani zaidi ya watu milioni 8,000 ambao wanatakiwa kuhubiriwa. Na yako maeneo mengi ambayo hayajaguswa kabisa na kazi ya Mungu. Na hivyo tunapozungumza habari hii ambayo Yesu alisema itahubiriwa katika ulimwengu wote, na ni sharti ihubiriwe, maana yeye ndiye aliyesema. Mimi na wewe tunapaswa kuwa sehemu ya kazi hiyo. Tunatakiwa kuhubiri mbali na karibu. Ndio maana nilichagua ule wimbo ambao unasema uwahubiri wale ambao wako jirani na wewe. Lakini pia ukasema uwahubiri na wale walio mbali, uwahubiri. Na ule wimbo ukasema uwahubiri hata ndugu zako. Wengi wenzi wenu wako wapi? Wako gizani. Nimezungumza habari za China na India. Pengine kule ni mbali. Sasa hapa hii Uyole hili bonde la Uyole lote hili. Kweli mnaweza kuniambia kwamba tumehubiri kila mahali? Je, tumemhubiri kila mtu? Kama nyinyi mkisema hapana, ni hivyo. Utagundua kwamba tumedonoa. Kuna maeneo ambayo tumeyagusa, lakini yako maeneo ambayo bado hatuyagusa. Kuna watu ambao bado hatujawafikia hata katika maeneo yetu haya ya Uyole. Lakini neno hili linatuambia ya kwamba ni lazima habari njema ya ufalme ihubiriwe katika ulimwengu wote. Na anasema hilo likisha kutimia, basi Yesu atarudi. Ni bahati mbaya sana. Watu wengi wamekaa makanisani wakisubiri Yesu arudi, lakini hawafanyi kile ambacho kitafanya Yesu aweze sasa kurudi. Nini kitafanya Yesu arudi mara ya pili? Ni tutakapotekeleza lile ambalo Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na fungu lile la 8, ya kwamba habari itahubiriwa, na katika eneo lile habari ya ufalme wa Mungu itahubiriwa. Na Yesu akataja maeneo kadha wa kadha ambapo kazi ya Mungu itahubiriwa. Ukisoma pamoja nami mahali pale Matendo ya Mitume 1 fungu la 8, anasema mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nini? Mwisho wa nchi. Yesu alisema, ngoja niwaeleze vizuri. Unajua, baada ya kufufuka kwa Yesu, wanafunzi wa Yesu walikaa naye pale kwenye mlima wa Mizeituni, na wakajiaminisha, wakajifikirisha kwamba sasa hapa ndio Yesu atarudishia Israeli ufalme. Na wakamwambia, na unajua ndio utajua kwamba kazi ya Mungu, kumuelewa Mungu inatakiwa maombi mengi. Inahitajika maombi mangapi? Mengi. Wamekaa naye muda wote, na hata alishawaambia yote haya kwamba jamani, mtahubiri kila mahali. Lakini sasa ameshafufuka. Wanamwambia, je, Bwana, wakati huu ndio utawarudishia Israeli ufalme? Yaani wanasema kwa sasa ninamwona mshiriki wa Uyole akisema, je, Bwana, sasa ndio utarudi leo? Leo hii ndio utarudi? Na Yesu anawaambia, si kazi yenu kujua nyakati na nini na majira ambayo Baba ameyaweka kwa wakati wake yeye mwenyewe. Nakumbuka alisema bali ya kurudi kwake mara ya pili hapana anayefanya nini? Anayejua. Lakini ishara hii ni dhahiri ambayo alitupatia kwamba lazima injili ihubiriwe katika ulimwengu wote. Na akawaambia, sikilizeni, sio kazi yenu kujua nyakati na majira, lakini ninyi mtapewa nguvu ya Roho Mtakatifu, na mkisha kuwa na Roho Mtakatifu mtakuwa mashahidi wangu. Muulize mwenzako, je, wewe ni shahidi wa Yesu? Kuna mtu hata hajauliza mtu. Hiyo sasa nayo ni aina yake. Muulize mwenzio, je, wewe ni shahidi wa Yesu? Ndio. Tulipokuwa tukisoma hapa maneno na maelekezo ya kumpokea mchungaji, tunasema kwamba tumepewa kazi ya kuhubiri injili katika maeneo ya Uyole na maeneo ya Mtoni. Sisi pamoja na mchungaji wetu tutakwenda tuhubiri katika maeneo haya. Na bahati nzuri Yesu anasema
kazi yenu ya kwanza, mtakuwa mashahidi katika Yerusalemu. Na hapa Uyole, hapa Mtoni, pale Iganjo, pale Uyole Kati, ndipo Yerusalemu yetu ndio tunaanzia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunaanzia hapo. Alafu tukitoka hapo, Yesu anasema mtakwenda Uyahudi wote. Yaani tutakwenda twende maeneo yote ya jirani na Uyole tutahubiri. Alafu anasema hatutaishia hapo, anasema tutakwenda na Samaria. Wakati ule Samaria yalikuwa ni maeneo ambayo Wayahudi walikuwa wanaamini ni maeneo ambayo hayapaswi kuhubiriwa injili. Na hata Wayahudi walikuwa wanaamini kwamba wale hata wokovu hawafai kuokolewa. Na walikuwa na lugha nyingine walikuwa nawaita mbwa, kwamba hawafai. Lakini kuna mmoja alimngangania Yesu akasema hata mbwa wao wanaokota makombo. Sasa Yesu anawaambia hawa hawataokota makombo, lakini mtakwenda mkawahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu au kuna watu ambao wao unafikiri kwamba hawafai kuhubiriwa, Yesu alisema Wasamaria watahubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Wote watahubiriwa. Kama kuna makundi ambao unafikiri wewe ni magumu, hayafai kuhubiriwa, Yesu alisema hayo makundi yote lazima yafanye nini, watu wa Mungu? Lazima yahubiriwe. Mtakwenda kwa Wasamaria mkahubiri. Na akasema mkihubiri Samaria hamtaishia hapo, mtakwenda mpaka mwisho wa nini? Mwisho wa nchi. Sasa mwisho wa nchi mtakwenda mpaka Marekani. Mtakwenda mpaka China kule nimesema, mtakwenda Thailand, mtakwenda mpaka Australia, mtakwenda kote mpaka Ulaya, mtakwenda kuhubiri injili. Kuna mtu anasema nitakwendaje kote huko? Kanisa hili lina mpango mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kanisa hili lina mpango mzuri. Mpango ambao unaweza kukufanya wewe uhubiri Marekani ukiwa hapa Tanzania, na Tanzania hii ya Uyole. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sala zako na kwa sadaka zako. Kuna wimbo unasema kama huwezi safari mpaka nchi za wapi? Nchi za mbali. Na hapo nimetaja nchi za mbali. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa sala na kwa sadaka zako, kwa zaka zako utaweza kutoa msaada, utaweza kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lina utaratibu mzuri. Unapotoa sadaka yako, unapotoa zaka yako, inafanya kazi kuanzia mahali hapa Uyole, kuanzia pale Iganjo, kuanzia pale Uyole Kati, kuanzia pale Mtoni, inafanya kazi kuanzia pale kanisa mahalia, inafanya kazi Uyahudi, maeneo ya jirani na Uyole, maeneo ya conference yote haya, sadaka yako inafanya kazi. Asilimia ya sadaka yako inafanya kazi katika Tanzania. Watumishi wa Mungu wanaofanya kazi katika ngazi ya Tanzania Union wanahudumiwa na sadaka yako, wanahudumiwa na zaka yako. Na wale watu wa Mungu wanapokwenda huko na huko, kaskazini, mashariki, kusini na magharibi, wanapopeleka injili, sehemu ya sadaka yako inawezesha kazi ya Mungu kufanyika mahali hapo. Sehemu ya sadaka yako inafanya kazi katika ngazi ya kiulimwengu, ambapo katika division yetu nchi 11 inafanya kazi, nchi 11 za Afrika Mashariki, kati mwa Afrika, lakini pia kule katika mataifa mengine yote yaliyo nje ya Afrika na maeneo ambayo yako nje ya division yetu, sadaka yako inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama hautaweza kupanda ndege ili uende ukahubiri kule Marekani, uende ukahubiri kule kwa Wachina, sadaka yako, zaka yako itaweza kufanya kazi hiyo. Na kwa kufanya hivyo, watu wa Mungu, tutaweza kupeleka kazi ya Mungu katika maeneo ya mbali, lakini pia tutafanya kazi katika maeneo ya karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tufanye kazi, tena kazi hii anataka tuifanye kwa nguvu. Wakati fulani nilipokuwa kijana nilisikia wimbo watu wakiimba, wanasema tumechoka Bwana, duniani tumechoka mwe. Nikasema mpaka una kibwagizo. Yaani wamechoka kabisa. Wanasema Yesu arudi. Somo la leo linasema hapo ndipo Yesu atakapofanya nini? Atakaporudi. Na Yesu anasema ili aweze kurudi, na hayo aliyasema yeye mwenyewe, akasema habari njema ya ufalme
lazima ihubiriwe katika mataifa yote. Na Petro akasema hivi, Petro alimuelewa Yesu vizuri. Katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 fungu la 9 alisema hivi, kwa wale wanaolalamika kwamba Yesu amechelewa na wanakaa chini wanaomboleza wasema dunia imeharibika, Yesu bora urudi, ni afadhali wangeacha kulalamika, wangefanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Petro wa pili sura ya 3 fungu la 9 neno la Bwana linasema Bwana hakawi. Bwana hafanyi nini? Hachelewi. Kukawia ni lugha ya zamani, lakini sasa hachelewi. Mwambie mwenzako Bwana hachelewi. Kuna mtu hata hajamwambia yeyote. Mwambie mwenzako Bwana hachelewi. Ndio, anasema Bwana hakawi kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote afanye nini? Apotee, bali anataka watu wote wafikirie nini? Toba. Anataka watu wote watubu. Petro anasema tufanye kazi ya kuhimiza watu watubu. Bwana Yesu asifiwe, wazee wangu wa kanisa. Ndio, Bwana anasema tufanye kazi ya kuhakikisha watu wengi wanafikiwa na neno la Mungu ili watubu, na wakisha kutubu waweze kuokolewa. Petro akalieleza kwa maneno haya akasema Bwana hajachelewa. Hajachelewa. Lakini anataka watu wote waokolewe. Na ili watu wote waokolewe, ndugu yangu, mimi na wewe tunayo kazi kubwa ya kufanya. Lakini kama tukikaa kimya, basi ni ole wetu, maana hata hivyo kazi ya Mungu itakwisha. Wakati usingenitosha, lakini ningeweza kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 kuanzia fungu la 12 mpaka fungu la 16, ambapo pale tunaona neno la Mungu linasema tunao ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika wangapi, watu wa Mungu? Malaika watatu. Na ujumbe huu unatakiwa uende kwa mataifa mangapi? Yote. Na labda niseme habari ya malaika wa kwanza. Anasema malaika wa kwanza akaruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi. Wakao juu ya nchi ni wanadamu. Na anasema wahubiri watu wa kila kabila, kila taifa, kila lugha na kila nini? Kila jamaa. Kwa lugha nyingine watu wote wahubiriwe. Unajua Mungu anatuambia maneno haya kwa kutumia msisitizo mkubwa. Amesema watu wa mataifa yote wahubiriwe. Ametutajia maeneo ambayo watu wanatakiwa wahubiriwe. Karibu sana na sisi, jirani na sisi, mbali na sisi, mbali kabisa na sisi. Na hapa ametumia lugha nyingine tofauti. Anasema sasa hao watu wanaweza asielewe vizuri. Mungu anasema watu wasielewe vizuri na wasija wakawa na kisingizio. Ngoja niseme kwa lugha nyingine. Kwanza anasema kwamba injili hii itasikika kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Injili inatakiwa kusikika kwa kila. Injili inapaswa kusikika kwa kila mtu. Na akasema sasa, na anasema kwa namna nyingine, anasema anataka watu wa kila taifa. Sawa, kuna mataifa zaidi ya 210 ulimwenguni. Anasema sasa nikisema tu taifa hawataelewa bado. Ngoja niseme vizuri zaidi. Ninataka watu wa kila kabila. Sio kama unaelewa vizuri. Anataka watu wa kila nini? Kila kabila. Unajua kuna makabila hayajahubiriwa. Hivi nyie mnajua kuna makabila hayajahubiriwa? Kuna watu wanaabudu ng'ombe kabisa, ng'ombe kama Mungu. Wengine wanaabudu tembo. Makabila ya watu. Lakini akasema bado hawataelewa. Nikisema tu makabila, nimesema nataka watu wote waokolewe kama Petro alivyosema, mtu hata mmoja asipotee. Wanaweza pia wasielewe. Ngoja nitumie lugha nyingine niwaambie ya kwamba ninataka watu wa jamaa zote. Ninataka koo zote. Sio kama mnanielewa vizuri. Hebu kama unaelewa punga mkono tuone. Kuna watu hata hawajaelewa. Hawajapunga hata sijaona mikono. Kama unaelewa punga mkono. Watu wako, wewe ukoo wako wote wamesikiwa na injili, wamefikiwa. Naongea na wewe. Wewe mwimbaji wa kwaya. Naongea na wewe. Ukoo wako wote wamesikia habari ya Yesu.
Wanaijua sabato kweli? Waimbaji tu hapa wamesema bado. Labda niwaulize nyewe huku, labda nyewe huku mmeshamaliza. Ndugu zenu